Si lazima mtu akujue huyu ni fulani. Watu wanaomba hata hawajui kwa kusikia. Na mimi mbunge wenu, mimi kilichoko hapa ndio kiko mdomoni. Kikiwa hapo kaniambia nikitolee mfukoni, unajidanganya. Yaani ninachokiamini na ninakijua ni ukweli bila kumwonea mtu. Kikiwa rohoni, lazima kitoke moyoni, kitoke mdomoni. Kwa mimi hata wakinipiga piga mitandaoni, wala hata sijali kwa sababu yaniumizi. Mimi kazi yangu nimetumwa na wananchi wa jimbo hili kwenda kusema ukweli, sio kupamba. Hata kwenye chama changu mimi nimekuwa diwani, nimekuwa mjumbe wa kamati ya siasa, nimekuwa mwenyekiti mwanzilishi wa mkoa huu. Sasa hivi ni mneki kutoka bara na visiwani nimechaguliwa. Halafu hatufundishwi kusema uongo hata kwenye chama chetu. Kama kuna kitu kinachowakera watu, sisi tumeambiwa tuseme. Na ndio maana juzi niliona watu wananishambulia nilipomwambia Makonda, ni mwana CCM mwenzangu, nilimwambia mimi shida za wananchi wangu leo tunajadili barabara. Kwa hiyo unaniletea mcheza mpira. Nani anamjua Rio Ferdinand? Wauguzi piga makofi mengi. Mimi ambaye nimetumwa na wananchi wangu. Watu wametoka Katoro leo hapa. Ukifika hapa tena ukachukua chumba wanawake ili upake ka makeup, utatoka nako ka makeup uingie ukumbini kwa barabara hii. Halafu mimi nikasema Rio Ferdinand apige na picha ya mimi. Niwaambia mimi sipige na yeye picha. Kwa sababu sio hitaji. Mimi nimekuwa mbunge awamu ya 3. Nape akiwa waziri wa sayansi na teknolojia alituletea nini mnaita robot. Si mliliona kwenye bajeti yake, wala hatukatai. Hata Makonda alimleta Drogba siku ya bajeti ya michezo. Mimi leo concentrate na mabarabara, unaniletea mimi mchezaji wa Manchester wenzangu wanalami mpaka magorofani. Alafu tukizungumza mtu anakuambia mbeba matunguli. Kama sifa yangu ni kubeba matunguli na ninasema ukweli, bora aje tubebe wote. Kiongozi yote ambaye anaogopa kusema ukweli, ina maana na anaowaongoza na yeye hawasemi ukweli.